أيها المشاهدون الكرام، أيها الحاضرون الكرام، أحييكم بتحية الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu mtazamaji na ufuatiliaji wa Lecture Online TV, na ukaribisha katika kuweza kusubscribe katika chaneli hii pendwa na uweze kusikia video zetu mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufaidika zaidi, na kusambaza linki ya video zetu, linki ya chaneli yetu hii sehemu mbali ili watu waweze kufaidika, na wengi wanafaidika katika hili. اليوم سوف أكون معكم في اللغة العربية، سوف نتعلم اللغة العربية وسوف نأخذ بعض الأشياء المهمة في اللغة العربية. إخوان، اسمي إبراهيم مروة، أظن كل واحد يعرف اسمي. نعم، كما قلت سابقا، اليوم سوف نتعلم بعض الأشياء في اللغة العربية ألا وهي الكلام. حينما أنا أقول الكلام بمعنى الحوار. الحوار يكون بين شخصين مثل أنا وزميلي. نعم، إذا كان هناك فيه حوار، نعم أنا أتكلم وزميلي يتكلم، يعني نتكلم عن أهمية ما مثال هكذا. لذا هناك فيديو قد رتبت بعض الأمور مهمة في هذا فيديو يعني video. Katika video hii nimekwisha andaa vitu muhimu sana, وهي الحوار. nayo nini حوار؟ في هذا الفيديو سوف نكتسب كيفية تكلم أو نطق اللغة العربية، وسوف نجد أداة استفهام، وسوف نعرف حينما أنا أريد أن أقول أي يو، هذه تسمى ضمائر المفرد. أي باللغة العربية هو أنا، يو باللغة العربية وهي أنت. لذا إخوان، تكلمت العربية ili upate uzoefu, na nimejaribu kuongea vile ninavyoweza. Nisipoteze muda, karibu katika video hiyo uweze kujifunza. Uhibbukum fillah wallahi, wa ana حينما أتكلم اللغة العربية والله أنا فرحان مسرور جدا، وأحب أن أتكلم هذه اللغة العربية كل الوقت. لذا إذا وجدت فرصة اتصلني يا إخوان، سأتكلم معك. شكرا. نعم، مرحبا بك إلى فيديو كي تنظر كي تشاهد. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني مشاهدون الكرام، حاضرون الكرام، مرحبا بكم في دورة اللغة العربية. اليوم سوف أعلمكم اللغة العربية. هذه اللغة هي لغة مهمة في هذا العالم. نعم إخوان، نحن سوف نكون في درس الرابع كما تعرفون. Tutakuwa katika somo la 4. Somo la 4 tutasoma kalam, tunaita kalam, mazungumzo kama hiwaru tuseme. Kipindi tukiwa katika somo la 3 tulisoma usratu family members, maana a'dha'ul usra family members. Kwa hiyo lakini katika somo la 4 tutahama hapo na tutaongezea vitu vya muhimu. Katika somo la 3 tuliongezea tukapata a'dha'ul usra family members, na tukakuta dhamairu milkia, dhamiri za umiliki, kimilikishi, kitausemishi cha kwangu. Haya, twende pamoja katika hili somo la 4. Tutaanza nacho ni hiwaru, na hiwaru hii inapatikana katika kitabu kinaitwa Al-Arabia Baina Yadaik. Naam ikhwani, huna الحوار الأول. انظروا واستمعي وأعد. Tazama, sikiliza na urejea. Kuna Khalid na Khalil, namna ya kufanya mahojiano au hiwaru katika lugha ya Kiarabu. Assalamu alaikum. Unapokutana na mtu lazima umpe salam, assalamu alaikum wa alaikum salam. Lakini zingatia kuwa hiwaru hii ambayo unaiona ni baina mwanaume na mwanamke, baina mwanaume na mwanaume.
Hiwaru ambayo inafanyika hapa ni mwanaume na mwanaume. Hiwaru mwanamke au mwanamke tutaikuta, au mwanaume na mwanamke pia tutaikuta. Almuhimu fahamu, katika lugha ya Kiarabu kuna utofautishaji wa dhamiri. Unapotumia dhamiri kwa mwanaume, dhamiri ya mwanamke ni tofauti. Haya, tazama kwa umakini. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Ismi Khalid. Khalid anajitambulisha, ismi Khalid. Hapa tunakuta kitu kimoja, unapotaka kujitambulisha katika lugha ya Kiarabu hii hapa unasema nini? Ismi. Tushajifunza katika dhamair milkia, umeongezea kitu ya maana kama ndo ya kwangu, mai. Kwa hiyo ukasema ismi Khalid, jina langu ni Khalid. Masmuka, na jina lako nani? Kwa ni mwanaume tumesema masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka, anamsalimia. Mwanaume utamwambia haluka kama unavyomuona hapa. Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair walhamdulillah. Hapo umefahamu, unaweza ukaanza namna ya kufanya hiwaru na mwenzako hapo ulipo katika namna ya kusalimiana. Tumesema hatua kwanza unapotana na mtu ni lazima umsalimie. Katika somo letu la kwanza tuliangalia at-tahiyatu wat-ta'aruf. Tuliangalia namna ya kusalimia na kujitambulisha, tukakuta kuna salamu za aina mbalimbali, ikiwemo unaweza kusema sabahul khair. Ukasema sabahul khair, sawa? Sabahul khair hii maana yake ni za asubuhi na masaul khair ni za jioni. Tunakwenda katika sehemu yetu nyingine, hiwaru ya mwanaume na mwanamke na mwanaume. Afwan, unapoona hapa kuna mwanamke na mwanamke, huyu ni mwanamke na huyu pia ni mwanamke, wanakutana wanafanya hiwaru. Hiwaru hii ya mwanamke na mwanamke, hii itakupa njia namna gani ya kufanya hiwaru baina ya mwanaume na mwanamke. Maana wewe mwanaume unapokutana na mwanamke utamsalimia vipi, kwa kutumia dhamiri zipi? Kwa hiyo nisikilize kwa makini. Kanuni ile, assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Ismi Khawla. Hapa kuna Khawla na Khadija. Ismi Khawla, jina langu ni Khawla. Tumesema unaposema ismi, kinachokuonesha umemiliki hiji ni jina langu ni ya inayo sukuni ya mwisho hapa. Ismi ya hapa kuna ya hapo, sawa? Hii ya ambayo nimeitambulisha mwanzo hapo, hiyo ndio inamaanisha hii ni cha kwangu. Kwa hiyo ismi Khawla wa masmuki, mwanaume tuliweka fatha tukasema wa masmuka, lakini mwanamke tunasema masmuki. Mwanamke Khadija akasema ismi Khadija na akajitambulisha. Khawla, kaifa haluki? Khadija, bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anta? Mwanaume tumemwambia wa kaifa haluka, lakini mwanamke tunamwambia wa kaifa haluki, na vipi hali yako? Mwambia bikhair, vipi mambo? Salama na nashukuru Allah. Wa kaifa haluki, na vipi hali yako? Anti mwanamke tutazikuta mbele huko. Khawla anasema bikhair walhamdulillah. Angalia hapo, umefahamu namna ya kufanya hiwar, mazungumzo, kalam baina ya mwanaume na mwanaume, hiwar baina mwanamke na mwanamke, wakadhalika hiwaru yote baina mwanaume na mwanamke. Hiyo umefahamu namna ya kutengeneza hiwaru. Kichobaki ni wewe tufanya mazoezi ya kufahamu. Mahadu Abu Ubaida inawatangazia Waislamu wote Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kote nafasi za masomo kuangazia ibtidaiya wanaoanza au waliishi ya madrasa kwa mwaka 1447, 1448, 2026, 2027. Mahadu Abu Ubaida inatoa elimu ya kisheria ya Kiislamu na ujasiriamali online katika masomo ya fiqh, tauhid, Qur'an, hadith, sira, lugha ya Kiarabu na ujasiriamali, namna ya kutengeneza bidhaa za biashara. Fahamu kuwa hatuna ada ya masomo, yani mwanafunzi anasoma bure. Dirisha la usajili litafungwa tarehe 23 mwezi wa 3 2026. Wahi sasa, nafasi ni chache. Kwa mawasiliano zaidi au jinsi ya kujisajili, piga simu au tuma SMS WhatsApp 0674903533 au 0785766703. Elimu ni njia ya mafanikio. Mwanaume
na mwanaume, hiwaru baina mwanamke na mwanamke, wakadhalika hiwaru yote baina mwanaume na mwanamke. Hiyo umefahamu namna ya kutengeneza hiwaru. Kichobaki ni wewe tufanya mazoezi ya kufahamu. Sasa katika kukuza vitu vingi zaidi kuna hiwaru nyingine. Hiwaru ya hapa inazungumzia haswa utaifa, jinsia. Ule utaifa utapotosa, mimi ni Mtanzania, mimi ni Mkenya, au wewe ni nani. Unatumia hiwaru namna mfano wa hivi: Muhammad, assalamu alaikum. Sharif anasema alaikumus salam. Muhammad, min aina anta, min aina anta. Kumbuka kuna vitu tunaita adatu istifham, vitu vya kuulizia swali. Miongoni mwavyo ni hivi hapa. Kuna ya kwanza, kuna min, hiyo hapo. Pia na hii hapa aina, na yenyewe ni ya kuulizia swali. Kwa hiyo unaposema min aina, min tafsiri yake ni kutoka, from. Aina maana yake where au wapi. Kwa where are you from? Kwa min aina anta, where do you come from? Wewe unatoka wapi? Ana min Pakistani, anasema mimi natokea Pakistani. Au kama unatokea Tanzania utasema ana min Tanzania. Kumbuka iya hapa ambayo tumeikuta hii dhamir inaitwa dhamairu mufrad, katika dhamairu mufrad ana, sawa. Alafu na nyingine hapa nini, min, tumeshajifunza hapo mwanzo, tumeikuta. Kwa hiyo hapo utakuwa umeelewa kitu muhimu. Tuliposema ana maana yake mimi kama mimi, min Pakistan, natokea Pakistan. Unaweza ana min Tanzania, mimi natokea Tanzania. Ana min Kenya, natokea Kenya. Ana min Uganda, kama hivi. Hal anta Pakistani, je, wewe ni Mpakistani? Hii ni ndio jinsi tunasema mwanaume unamwambia mwanaume mwenzako hal anta Pakistani, au mwanamke unaweza kumwambia mwanaume Pakistani, Tanzania, hal anta Tanzani, sawa. Mfano kama hivyo, hizo tunaita jinsia, namna ya kusema utaifa wako. Kanuni tukifanya ongeza tu Pakistani, mwanamke tutaikuta mbele, Tanzania, sawa. Kenya na sitasema Kenya, ingawa ngumu inaingia. Naam, ana Pakistani, ndiyo mimi ni Mpakistani. Au ana Tanzania, mimi ni Mtanzania. Wama jinsiyatuka anta, na wewe ni taifa gani? Umeona, unapotaka mtu umwambie wewe ni taifa gani, wewe ni Mtanzania au ni nani, tumia ma jinsiyatuka, jinsiyatu, ma jinsiyatuka anta, wewe ni taifa gani. Anasema Muhammad, ana Turki, mimi ni Mturuki. Ninakuuliza hapo, nanitazama, kama nichukue mfano wewe ni Abdullah, nakuuliza hivi, hal anta Tanzania? Unajibu naam, ana Tanzania. Unaniuliza tena, wa ma jinsiyatuka anta? Mimi nitajibu ana min Kenya, sawa. Unasema ana min Kenya, bimaana ana Kenya, mimi ni Mkenya, yani ana min Kenya, natokea Kenya. Sharif, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan inaweza kuwa ni ukaribisho au maagano, kwa maana karibu tena. Sasa baada ya kufahamu namna ya kufanya kumuuliza mtu jinsia, yani utaifa wa mtu kwa mwanaume, tunakwenda sasa kuuliza jinsia kwa mwanamke. Hapa kuna mwanamke na hapa kuna mwanamke. Tutashum huenda akawa huyu ni mwanaume anamuuliza mwanamke, sawa. Ndio maana tunasema hii hiwaru ya hapa inahusu hasa kumuuliza mwanamke. Assalamu alaykum. Wa alaikumus salam. Assalamu alaykum maana yake amani iwe juu yako. Wa alaikumus salam na pia. Min aina anti, min aina anti, wewe unatokea wapi? Min aina anti, wewe unatokea wapi? Anti ni mwanamke. Ana min Misra, ana min Misra, tunasema Misra sababu mamno mewasafi. Ana min Misra, mimi natokea wapi? Misri, mimi natokea Egypt. Hal anta, hal anti Misriya, mona, je wewe ni Misri? Sawa. Naam, ana Misriya, mimi ni Misri. Wama jinsiyatuki anti, mwanamke unamwambia jinsiyatuki, mwanaume jinsiyatuka.
Maryam, ana Suria, ana min Suria, mimi nimetokea Syria huko, mimi ni Msuria. Ahlan wa sahlan. Sasa ndugu zangu, baada ya kufahamu hapa, umefahamu namna gani ya kutumia jinsi katika kuelezea mimi ni taifa fulani. Kuna kitu utafahamu tunaita tarakibu nahawia, sarfu za kinahawi hizo. Anasema tabadal suala wal jawaba ma'a zamilik. Sawa? Badilisheni maswali na majibu kana mwenzako hapo ulipo, muulize mwenzako kwa Kiarabu. Kama mfano, kama fil mithali hapa. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Muulize mwenzako, hal anta Tanzani? Atajibu naam, ana Tanzani. Mwanamke, hal anti Tanzania? Naam, ana Tanzania. Naam, sasa hiyo ilikuwa ni mazoezi katika ile namna ya kuuliza jinsia ya mtu. Pia unataka ufahamu, tumepata msamiati mwingine ambao nini huu hapa tunaita hal. Hal ni ya kuulizia swali, manake je? Sawa. Unapouliza swali kutumia hal, kumbuka jibu lake inakuwa na njia mbili, la naam au tunatumia nini? La. Nakuandikia hapa tunatumia la. Sawa, mfano wa hivi. Twende mbele tukumshemshone. Hapa katuongezea mtunzi wa kitabu anatuambia Turkiya. Sawa, Misriya, Suriya. Haya, twende hapa. Hapa tunapata mufradat. Tukisema mufradat bimaana vocabulary au tunasema misamiati. Ni lazima katika Kiarabu uwe na vocabulary, uwe na misamiati ili uweze kufanya nini? Kufahamu lugha hii. Mudarrisun, taliba. Mudarrisu manake ni mwalimu. Taliba, mwanafunzi wa kike. Tabiba, daktari wa kike. Muhandisu, injinia wa kiume. Akhun, kaka au ndugu. Ukhtun, dada au ndugu wa kike. Sadiqa, rafiki. Sadiqatun, rafiki wa kike au wa kiume. Ana, mimi. Ana, mimi, na mwanamke atasema hivi ana. Anta, wewe ambaye ni mwanaume. Anti, wewe ni mwanamke. Hadha tutajifunza tasmaul ishara ya karibu, tunasema huyu ambaye ni anaashiria kitu cha jinsia ya kiume au mwanaume mwenyewe. Hadhihi, kitu cha jinsia ya kike au mwanamke mwenyewe. Huwa, yule, kwa Kiingereza tunasema he. Here, yule kule, maana kipo ambayo kwa Kiingereza tunasema she. Chukua hiyo mufradati na hizo mufradatu nini dhamair mufradi uende ukajifunze. Hapa kwa kumalizia tunasema Pakistan, Turkiya, Misr, Suria. Pakistani, Turkiya, Misri, Suria. Naam. Baada ya kufahamu misamiati, twende tukajifunze namna ya kuhesabu 1 mpaka 5. Hii ndio namba 1 kwa lugha ya Kiarabu. Umewekewa na mfano wa picha kabisa. Namba 2, 3, 4, 5. Kwa Kiarabu moja tunasema 1, 2, 3, 4, 5. Jipime mwenyewe hapo ulipo. Si baina al-adadi was-surati al-munasiba. Angalia idadi ya hapa jinsi ilivyo na unaambie hii hapa ni namba ngapi kwa Kiarabu na hii namba ngapi kwa Kiarabu. Hii namba ngapi kwa Kiarabu, hii pamoja na hii. Naam. Tumalizie mwisho kabisa tutakuwa na hivi. Hii ni ufupisho wa somo letu kule ambalo kwa tunajifunza. Ana nimesema mimi, anta huwa hii inaitwa dhamairul mufradi. Huwa hii. Talibu, ana talibu. Ana mudarris, ana tabibu, ana misriyu, ana turkiyu, ana suriyu. Unaweza kusema hivi anta talibu, huwa talibu, mfano hivi. Kwa hapa unaweza ukafika hatua ya kutunga jumla, yani kutunga sentence. Ukiangalia mfano wa pili, ana, anti, hiya. Hii sehemu hakikisha unaweza kutofautisha, sawa? Sehemu ya kwanza hapa hii inahusu wanaume. Hii sehemu hii inahusu nani? Mwanamke. Unawaambia vipi? Ana taliba, anti mudarrisa, mpaka mwisho. Tutakuja jedwali la pili hapa. Hii jedwali letu huku itakuwa ni upande wa mwanaume na kadhalika vile vile upande wa mwanamke.
Sema hivi, min aina, nimekwambia hii katika adatu istifham kuuliza swali. Min maana yake kutoka, aina wapi. Min aina anta, tunga sentence hapo. Min aina anta, ana min Pakistan. Nimekwambia upande wa mwanamke, afan nimechanganya, hii inahusu kote kote. Kwa hiyo utamwambia mtu min aina anta, unajibu ana min Pakistan au ana min Tanzania, mfano wa hivyo mpaka mwisho. Wakadhalika nimekuwekea na mambo ya ziada huku ambayo tumejifunza hapo mwanzo, hii majaribio tofauti tofauti. Tutaanza na hal. Nimekwambia hii hal ya kuuliza swali, hal anta Pakistani, hal anta Turki. Jibu nimekwambia inatokea naam, naam ana Pakistani, ana Turki. Hadha, hadhi, hadha akhi, hadha sadiqi, hadhi ukhti, hadhihi sadiqati. Sawa. Tunaposema sadiqi unajimilikisha rafiki yangu, akhi rafiki yangu, ukhti rafiki yangu unajimilikisha. Ismi Khalid, ismi Khawla, mfano wa hivyo. Shukrani, maana umefurahi na umeenjoy, niseme maa salama.